Asante kwa kunisikiliza. Mimi nafikiri tutatafutana wakati mwingine. Wacha mimi niende nikaendelee na kazi. Unasemaje Juma? Unasema? Paka mara mwisho amenipigia kwamba kashafika stendi. Sasa ukuniambia kwamba hajafika, mimi ndo nakushangaa. Hicho ninachokuambia ni cha kweli kabisa, sio kwamba kapita njia gani kila sijui sasa. Lakini uhakika kabisa hana desturi njema. Sasa unachotakiwa wewe mtafute sasa. Tukishamaliza kuongea hapa, wewe mpigie simu na mimi nitakuwa nampigia kutujua kwamba yuko wapi. Maana unaongea mimi siamini. Nisikilize mimi ambaye alikuwa huko kijijini na akatoka huko amekuja huko mjini. Ajitahidi basi kumtafuta. Kisha muona na utanipigia na mimi huko. Haya. Hapana. Hapa pana mchezo mchafu unaendelea hapa. Na mimi sitaweza kukubali. Mwiba ulionichoma unifanya na Kila nikitafakari juu ya safari yako nakosa majibu kabisa. Wasiwasi wangu ni juu ya usalama wako huko ulipo. Uko wapi mke wangu Neema? Napata wakati mgumu sana kuhusu wewe. Kila maeneo nimejitahidi kukutafuta, lakini hakuna mafanikio. Na ikiwa baba yako mzee Kama amethibitisha kwamba ujaji wako hapa mjini, lakini mpaka sasa hivi sijawahi kukutia kwenye mboni ya jicho langu. Neema, mke wangu,
Kaka Sanzi, naona mambo yanaendelea mzee. Nimefika bro, niambie. Isaac. Leo nimekusumbua, lakini naomba unisamehe sana ndugu yangu. Yote kwa yote, kuna vitu nahitaji tuzungumze kwa kina sana. Unajua Isaac, wewe ni rafiki yangu. Ndio. Na tumetoka mbali sana. Tumefanya vitu vingi sana katika maisha ambayo sisi tumeishi. Naweza nikasema kwa sasa wewe sio rafiki yangu tena. Wewe ni zaidi ya rafiki yangu. Maana yake wewe ni ndugu yangu. Kwanza kabisa, nakushukuru sana kwa hatua ambayo umeichukua juu yangu. Swala la kuipa hifadhi pale nyumbani kwako bila kukupa chochote. Isaac, umenifanyia kitu kikubwa sana. Hakika una historia kubwa sana juu ya maisha yangu Isaac. Umeweza kuwa bega kwa bega na mimi katika changamoto zote ambazo mimi nimepitia na mke wangu, Mama Sophie. Kwa hilo nakushukuru sana ndugu yangu. Lakini kuna kitu nahitaji nifahamu kutoka kwako. Kuna kipi kinaendelea baina yako wewe na mke wangu Mama Sophie? Kwa sababu kuna vitu naviona sio vya kawaida, na kuna ukaribu ambao mimi nauona kwako wewe na mke wangu Mama Sophie ambao sio wa kawaida. Sio kwa ubaya na usije ukanielewa tofauti, lakini ninahitaji kufahamu kutoka kwako. Mwiba ulionichoma unifanya nashindwa hata kutembea. Ni giza kila kona niendako, nashindwa hata kujongea. Walishakuwa noma. Kwani kuna vitu vingine kabisa naona kabisa hizi ni face. Unajua ni malaya mwingine unaga kama kichwa la medula. Haiwezekani kaka. Toka jana. Yaani mpaka leo. Kaka, mtu apatika? Sumenelewa. Yaani maana kuna vitu, kuna mchezo ananikezea huyu mwanamke. Mbona? Leo kanitegeza basikia kama mimi kosa langu kutokwenda kumfuata stendi, kuchelewa kufuata stendi. Kumbe kaenda kula kwa mabwana zake. Sifikie huko jomba. Yule ni mke wako. Usifikie hatua ya kumsema hivyo shemeji. Unakosea. Yule ni mke wako, utaki kumwambia maneno hayo. Usifikie hatua ya kumfikiria kwamba eti yuko na mwanaume mwingine. Kama angekuwa kupendi, asije kutafuta wewe baada ya kufika hapa mjini. Na isitoshe pia hilo ni binadamu. Uweze jua kapatwa na nini huko alipo. Kwa hiyo mimi kwa sasa ninachokiomba, toa kabisa mawazo ya kumfikiria kwamba eti labda ipo sehemu mbaya. Ukizingatia hapo ulipohamia sasa hivi, yeye hapajui. Brother Sanzi. Sawa. Anyway. Ni kunukuu kauli yako ya awali. Wewe kwangu sio rafiki. Yaani ni zaidi ya rafiki, na maanisha wewe ni ndugu yangu. Kitu ambacho siwezi nikakifanya kwako au kwa familia yako ni kukudhuru au kufanya kibaya chochote ambacho kitakuja kugharimu maisha yako. Hicho biki sitakuja kuuliza. Mimi ukaribu wangu na mke wako ni ukaribu tu wa mtu na shemeji yake. Hakuna chochote kibaya kinachoendelea. Nadhani unafahamu mimi ni mtu wa watu. Kwa hiyo ucheshi wangu au uchangamfu wangu kwa shemeji yangu Zuena, kwako naomba uwe na amani kaka. Na labda kwambie tu kitu kimoja kaka. Yaani mimi namheshimu shemeji yangu Zuena
kuliko hata unavyofikiria au kuliko hata unavyozaa. Kwa hiyo hicho kitu siwezi kufanya mchezo wowote mchafu wa kishenzi kwa shemeji yangu. Kwenye hilo kaka, kuwa na amani, hakuna jambo lolote baya. Yeah. Sawa, mimi nimekuelewa sana. Isaac, wewe ni ndugu yangu sana, ndio maana hata wakati mwingine unapokuwa na shida yako lazima ipenye kwenye mishipa yangu ya damu. Wewe ni familia yangu Isaac. Wanasema hakufae kwa dhiki ndiye rafiki. Wewe umenistiri sana Isaac. Lakini nikueleza tu kwamba kila mwengatengu na akili yake. Mimi sijakuuliza hayo kwa ubaya na usije ukanielewa tofauti. Lakini kubwa nilikuwa nahitaji kufahamu kuhusiana na hili. Lakini kama kuna ukweli wowote ambao unaendelea, Isaac, ni vyema bora uniambie. Kwa sababu siku zote ukweli unapodhihiri uongo ujitenga. Kwa hiyo naomba unisamehe sana Isaac. Nimekuuliza haya yote sio kwa ubaya. Ilikuwa ni katika harakati tu za kutaka kufahamu kuhusiana na hili. Kwa hiyo kama kuna mahara ambapo mimi nimekukwaza, naomba unisamehe ndugu yangu. Mimi binafsi hamna. Lakini pia vile vile unajua hujafika ofisini kwangu muda mrefu, leo imekuwa kama ziara kwako. Kushukuru pia, lakini sio kunisumbua tu. Nadhani nimefanya leo mazoezi, nimefika ofisini. Huko naona sio mbaya. Naamini hata hapa muda tu mfupi utaenda kujaza kama kule pokuwa nafanya. Maana hicho kichwa mimi nakijua, na kichwa sana cha biashara ndugu yangu. Nashukuru sana. Wewe ni mtu watu sanse. Nashukuru sana ndugu yangu. Nikutakia siku njema. Kila laheri. Nashukuru na kazi njema. Nashukuru sana. Shukrani. Tukutana basi baadaye. Sawa. Poa. Kwa hiyo mimi kitu ambacho nakiona kwa sasa, ndugu yangu, tuwe wavumilivu. Tujitahidi kumtafuta, kisha tutakuwa sawa na tutampata shemeji. Hebu mimi na wewe tuwaze. Yeye atakuwa amelala wapi? Aka. Mimi najuaje kaka? Mimi sijui kalala wapi. Sasa yule manzi yule ni malaya. Unaelewa? Na hata ugomvi wetu mara kwanza mpaka anaondoka, mimi nikajua amejifunza. Yaani kujua malaya yake nimemtimua. Kwa hiyo mzee katufundisha mzee wake, anarudi anaenda tena kwa mabwana zake. Mpaka sasa hivi kweli mwanangu, mwanamke mwenye mume wako kweli kaka. Usipani. Mimi naamini tu kila kitu vikapoa sawa. Lakini hivyo ambavyo wewe unamfikiria vibaya mwenzako, unakosea. Kwa sababu umjui, ukuwahi kumuona. Hata kama ungekuwa umemuona hata hivi macho kwa sura, ungemjua sura ni mgaigai mjomba. Jamaa atakuwa sasa hivi mtu anaweza kumfaidi. Wallahi. Kaka, huo ni wivu, na wivu ni kidonda, kiendekeza utakonda. Asante sana mzee wangu. Karibu sana. Asante. Nimefurahi kukuona leo. Umekuja kunitembelea. Karibu, is welcome. Muda mrefu hatujaonana mzee wangu. Unajua mambo yameingiliana hapa na pale. Na unasikia madege yanavyoshambuliana huko Mailani. Kwa hiyo mambo yamekuwa mengi. Sawa. Wasiwasi mtupu. Pressure. Je, likikosea likija kwetu nafikiria vitu vingi. Ni kweli kabisa. Bila shaka najua utakuwa umeshtushwa kidogo na ujio wangu hapa. Hapana. Wewe ni mzazi kupita sisi. Kwa sababu nyinyi ndio mnazijua tabia za kina Mariamu A to Z, utando na ukoko kupita sisi tuliowazaa. Na istoshe, serikali imekupeni nyinyi mamlaka kuangalia, zamana kubwa sana kuwapa elimu. Elimu is key for life. Leo mwalimu anamfundisha mwanafunzi anakuwa rais. Mfano Mama Samia, unafikiri alikuwa hana mwalimu? Mwalimu wake ana nafasi kama ya Mama Samia?
yote ni mwalimu. Ni walimu ni wito. Karibu sana, hujakosea njia, hapa ni kwenu. Home is home, home is sweet home. Kwa hiyo kuja hapa ni kitu cha kawaida tu, wala sio na hofu. Sasa mzee Jongo, binti yako Mariam amepatwa na nini? Unakusudia nini? Au unamaanisha nini? Sawa, nachomaanisha ni kwamba haonekani kabisa shuleni. Mahudhurio yake si darasani, hata masomo pia yamekuwa ni mabovu. Yaani haonekani eneo la shuleni. Sasa sijui kuna chochote unachokifahamu kwa hilo? Hapana, ila tu Gharimu unalithibitisha hili. Una hakika na unachokinena? Mzee Jongo, tunaheshimiana sana sana sana. Siwezi nikakudanganya mzee wangu. Lakini moja ya dhima inaloleta hapa kwako ni kukuletea barua ya wito. Kwa sababu nikiwa kama mwalimu wa darasa wa mwanao na pia mwalimu wa taaluma, moja ya kazi yangu ni kumfuatilia mwanafunzi mmoja mmoja pindi pale ninapomwona kwamba mwenendo wake umebadilika na kuwa mbovu. Mzee Jongo, binti yako Mariam siku hizi amekuwa na tabia mbovu. Yaani tabia chafu, afiki shuleni, hahudhurii masomo yake, yaani yupo tu. Unajua siwezi kuamini na sitoamini. Mariamu asubuhi anajiandaa vizuri, anapata facility yote ya shuleni kama mwanafunzi, pesa, kila kitu. Leo unaponiambia ahudhurii shuleni,
nidhamu zake zimeshuka, za masomo na za kila kitu. Napata kigagaziko. Uongozi wa shule umejiridhisha kwamba Mariam ana tabia mbaya tena mbovu, na sio yeye tu. Wanafunzi wenye tabia kama za Mariam pia na wao wamepewa barua za wito. Hivyo basi mzee wangu, nawaomba wewe na binti yako kesho mfike shuleni haraka iwezekanavyo. Mwalimu, nimekuelewa, nimekufahamu, nitalifanyia kazi na nitatoa mashirikiano. Barua iko sawa. Sawa. Cha mwitu msitu, napenda mitoto 2000 ni shangazi. Naitwa cha mwitu msitu, ndo tabia yangu nikipita kuisha kazi. Neno nakupenda mimi imeambiwa na wengi, cha mwitu pekee wako moyoni mwangu. Umefanya nikupende, sitopenda unitenge mimi, acha dunia initenge. Mboni zangu machoni mwangu, chozi langu. Oha, Mme wangu Yani mimi nakupa moyo, mwenzangu unanipa mateso, unanitesa na sio uongo, nakupendaga sana wewe. Mimi nakupenda kweli, we mwenzangu jali, na unaona kawaida tu kukichajali. Inauma unavyonichanganya changanya kachumbari, kabomu la machozi unanilizaga. Ni vipi niliingiaga
ama unatumia madawa. Mala nafumaniaga, nasamehe naona sawa, nampenda na najuaga mianani anafala, ananichiti mwendelezo, nahisi kupagawa, ananichiti